Karibu sana kwenye update kutoka hapa Jambo TV. Mimi naitwa Given Segumba. Na miongoni mwa taarifa kubwa ambazo tuko nazo katika siku ya leo, serikali ya Tanzania imesema Watanzania waliopo nchini Israel na Iran wapo salama kufuatia mataifa hayo kushambuliwa na makombora kwa muda wa wiki moja sasa. Aidha, hatua za haraka zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha raia hao wanarejeshwa nchini Tanzania wakiwa salama kupitia balozi zake zilizopo katika nchi za Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu ambapo unawakilisha Tanzania nchini Iran, Kuwait na Israel. Serikali inafanya juhudi za kuorodhesha Watanzania waliopo katika nchi hizo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi imeeleza hivyo. Taarifa zilizopo hadi sasa zinaonyesha kuwa kuna Watanzania 168 waliopo nchini Iran, wakiwemo wanafunzi 134 katika mji wa Qom na wengine 34 jijini Tehran. Kwa upande wa Israeli, inakadiriwa kuwa kuna zaidi ya Watanzania 200 wakiwemo watumishi wa ubalozi wa Tanzania, wanafunzi na wafanyakazi katika taasisi mbalimbali. Kati ya hao, Watanzania 50 tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kurejea nyumbani. Pamoja na changamoto za kiusalama zilizopo, serikali imethibitisha kuwa jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israel halijaathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran. Wakati mashambulizi hayo yalipotokea, hapakuwa na mtu yoyote ndani ya jengo hilo, na maafisa wa ubalozi pamoja na familia zao wote wapo salama, ilisema taarifa hiyo. Lakini nchini Kenya napo umetoa wito kwa maafisa wanadiplomasia wake kutokaribia ofisi zao nchini Israel na Iran baada ya mashambulizi ya makombora katika eneo la Ramat Gan karibu na ubalozi wake mjini Tel Aviv nchini Israel, kwa mujibu wa ripoti katika tovuti ya Nation. Katibu mkuu wa mambo ya kigeni Corel Songei alisema kuwa wafanyakazi wote wa kidiplomasia wa Kenya katika mji wa Tel Aviv na Tehran wako salama, lakini wamehamishiwa kutoka katika vituo vyao vya kazi. Wale wa Tehran wameripotiwa kupelekwa nchini Uturuki baada ya Israeli kutoa tangazo la watu kuondoka katika kushambulia wilaya 3 ambapo pia kuna ubalozi wa Kenya. Kenya ilisema kuwa mipango ya kuhamisha raia wake kutoka Israel na Iran inaendelea huku vita vikiwa bado vinaendelea. Taifa jirani la Uganda pia ilisema jana kuwa inaanza kuhamisha raia wake kutoka nchi hizo mbili, ambapo zaidi ya Waganda 500 wameripotiwa kukwama kwenye nchi hiyo. Nchi kadhaa zimesitisha shughuli za ubalozi mjini Tehran tangu mzozo kati ya Iran na Israel uanze, zikiwemo Jamhuri ya Czech, New Zealand, Uswizi pamoja na Australia, baada ya anga ya Iran kufungwa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Israel pia umefungwa kwa usafiri wa abiria. Nchi kadhaa zinafanya operation tata kuhamisha raia wao kutoka nchi hizo mbili. Australia inawahamisha takriban watu 1500 kutoka Iran na watu 1200 kutoka Israel. Baadhi ya Australia tayari wameondoka Israel kwa meli kuelekea Cyprus, wengine wanahamishwa kupitia vivuko vya ardhini. China imewahamisha zaidi ya raia 1600 kutoka Iran na mamia ya wengine kutoka Israel. Kulingana na wizara yake ya mambo ya nje, Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini Iran kupitia njia za ardhini kuelekea Azerbaijan, Turkmenistan, Uturuki, Armenia au Iraq. Takriban wanafunzi 110 waliokimbia Iran hadi Armenia kwa njia ya ardhini wamewasili mjini Delhi, huku India ikipanga kuwahamisha raia wake walio Israel ambao wanataka kuondoka nchini humo. India inapanga kuhamisha raia wake walio Israel ambao wanataka kuondoka nchini humo, huku kukiwa kuna Wahindi 30,000 nchini Israel. Japan nayo inatuma ndege zake 2 za kijeshi nchini Djibouti kwa ajili ya maandalizi ya kuhamisha raia wake kutoka Israel na Iran. Kuna takriban raia 1000 wa Japan nchini Israel na raia 280 nchini Iran, huku takriban wa Pakistani 3000 wameondoka Iran tangu kuanza kwa uhasama. Na hizi ndizo updates kutoka hapa Jambo TV. Endelea kwa karibu na sisi ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tutakuwa tumeziweka.